Yesu akasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Barikiwa sana. Pale alimaanisha kwamba wewe na mimi tumetoka katika kiuno cha baba na tumbo la mama. Unaelewa vizuri eh? Yaani baba na mama walifanya kitu kinaitwa ushirikiano wakijihusia, sawa eh? Alafu mimi tukafanyaje? Tukatokea. Hiyo ni katika mwili, lakini katika roho ni kwa habari ya kuacha mambo ya kale na kuamua kuwa mtu mpya. Asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Kuna kuzaliwa mara ya pili. Binti nisikilize kwa makini, kijana nisikilize kwa makini. Kuna kuzaliwa mara ya pili. Angalia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wapi? Wa mbinguni. Maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Mimi na wewe tulizaliwa katika mwili, tupo tunaonana, lakini kuna kuzaliwa tena katika roho, ambapo ni kwa habari ya ubatizo, ni kwa habari ya kumpokea Yesu Kristo, ni kwa habari ya kumkiri Yesu Kristo awe ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Angalia, kuzaliwa mara ya pili ni kwa habari ya kumkiri Yesu Kristo, ni kwa habari ya kumwamini Yesu Kristo, ni kwa habari ya kukaa ndani ya Kristo, ni kwa habari ya kuishi ndani ya maisha matakatifu. Yesu akasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu, iko hivi, ninapokuambia kwa habari ya kumpokea Roho Mtakatifu, iko hivi, njia ya kumpokea Roho Mtakatifu na kuambia na maanisha iko hivi, wakati usipozaliwa mara ya pili itakuwa ni ngumu sana kuona ufalme wa mbinguni.